أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين والحقنا بالصالحين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والزفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى نفعنا الله به بعلومكم آمين. سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى والسنة وكويكا مكونو وكلية جوه مكونو وكشوطو. طبعا هي كتابه ni كتاب فقه الصلاة على المذهب الشافعي. ni kitabu cha fiqh الصلاة kulingana na madhhabi ya al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, lakini kisha tutasoma tu taban mpaka tutakapomaliza hii faslu, kisha tatoa maelezo ambayo kwamba yanahusiana na faslu hii. Sunniyatu wad'i al-yad al-yumna ala al-yusra, usunna kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa عن وائل بن حجر كتوك وائل بن حجر قال مسيما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلمونا متومي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الصلاة بين كينجيا كتك الصلاة يأخذ شماله بيمينه يأخذ شماله بيمينه لا يأخذ شماله بيمينه أنا ushika ule mkono wake wa kushoto kwa mkono wa kulia. Yani ishmal ndio mafuul, ndio ambapo kwamba inashikwa. Ushaona fa'il ni yamin, sababu mkono wa kulia ndio unashika kwenye kiwiko cha mkono wa kushoto, si ndio? Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha dakhala as-salata ya'khudhu shimalahu bi yaminihi. Shaona hushika mkono wake wa kushoto kwa mkono wa kulia, yani mkono wake wa kulia hushika mkono wa kushoto. Sah? Rawahu Ibn al-Mundhir fi al-Awsat, amepokea al-Imam Ibn al-Mundhir katika al-Awsat wa isnaduhu sahih, na sanad yake ni sahih. Rawahu Ibn Khuzaimah fi sahihi, na amepokea al-Imam Ibn Khuzaimah katika sahih yake bimaanahu, kwa maana hii, yani sio kwa lafzi yake, sio kwa tamko lake, lakini kwa maana yake. Wakadha Abu Dauda, vile vile al-Imam Abu Daud. Yani mara nyingine hadithi inaweza ipo katika vitabu, mathalan vitabu 5 au 6 vya hadithi, lakini inaweza ikawa katika hadithi katika kitabu hiki labda imekuja kwa lafdhi hii, lakini wengine hawakuipokea kwa tamko lile, lakini kwa maana yake. Wa Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, na ipokelewa kutoka kwa Sahal bin Sa'd, Mwenyezi Mungu amridhia, amesema kana nasu, walikuwa watu yu'maruna, wakiamrishwa an yadha ar-rajulu, aweke mtu al-yad al-yumna, mkono wa kulia, ala dhira'ihi al-yusra, katika dhiraa ya mkono wake wa kushoto, fi salati, katika sala. Yani watu walikuwa wakiamrishwa mtu aweke, ashike ule mkono wake wa kulia aweke juu ya dhiraa, yani hii katika kiwiko namna hiyo hivi, katika kiwiko cha mkono wake wa kushoto. قال أبو حازم, amesema huyu Abu Hazim, ahadu ruwati alhadithi, wapokezi mmoja katika wapokezi wa hadithi, la a'lamuhu, sijui hadithi, illa yummi dhalika ila nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, isipokuwa anaitegemeza hiyo riwaya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani huyu Abu Hazim asema sijui haya maneno yamepokelewa kutoka Sahal bin Sa'd. Sasa asema sijui haya maneno kutoka kwa Sahal bin Sa'd, yani sijui kwamba ni maneno yake, lakini ninachokijua mimi ni kwamba maneno haya yanategemeza kwa nani? Kwa mtume. Yani maneno haya ametoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yani alikuwa akiamrisha ni mtume sallallahu alayhi wasallam. La a'lamuhu illa yummi dhalika ila nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sijui isipokuwa hiyo riwaya au hayo maneno anayetegemeza kwa mtume. Rawahu al-Bukhari fi sahih, mpokea al-Imam al-Bukhari katika sahih yake. Al-Imam anasema
Fasunnatu sunna an yadha yadahu al-yumna, ni aweke mkono wake wa kulia ala dhahri kaffi yadihi al-yusra, katika mgongo wa kitanga chake cha mkono wake wa kushoto, namna hii. Si ndio mgongo wa kitanga cha mkono wa kushoto. Fasunnatu an yadha yadahu al-yumna ala dhahri kaffi yadihi al-yusra, ay maana yake ayumsika bikaffi yadihi al-yumna, ashike kwa kitanga cha mkono wake wa kulia mi'sam al-yusra, kiwiko cha mkono wa kushoto. Wa huwa ma yusamma bil ku'. Mi'sam ndio hiyo inaitwa nini? Ku ni hii kiwiko hapa hivi sawa. Walaysa al-ku' na kiwiko, walaysa al-ku' kama yadhunnu kathiru min al-ammati, na kiwiko sio kama wanavyodhania wingi katika watu wa kawaida ambao kwamba si wasomi, bi annahu al-mirfaq, ya kwamba nini mirfaq wanaita nini? Na kiwiko mnaita nini? Mirfaq Kiswahili sasa nasema nini? Kiwiko. Hiki ndio kiwiko. Na hiki kinaitwa nini? Ko nini sasa? Kitanga ama? Wanasema hii ko ni hii, kiwiko ni hiki, sio hii. Hiki si kiwiko, kiwiko ni hii. Hii wanaita mirfaq. Kongo mbili wanaita so. Sasa anasema awam wingi wanadhani mirfaq ni hii, ni hizi kongo mbili hivi, si ndio? Bi annahu walaysa al-ku' kama yadhunnu kathir min al-'am bi annahu al-mirfaq alladhi, kwamba ni mirfaq ambayo kwamba huwa haddu ghasl al-yadi, ambayo kwamba kongo mbili ambazo kama ndio mpaka wa kuosha mkono fil wudhu, katika udhu, kwa sababu sehemu ya mwisho ya kuosha katika udhu ni hapa, si ndio? Kwa hivyo asema awami wingi wanadhani hii ndo ku. Wa innama al-ku' 'inda al-arab, na hakika kiwiko kwa Arabu, wa fi lughatihim allati, na katika lugha yao ambayo kwamba nataka biha sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa sahaba radhiyallahu anhum, ambayo kwamba alitamka kwa lugha hiyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba Mwenyezi Mungu awaridhie. Wa kama jaa fi maajim al-lugha, na kama ilivyokuja katika kamusi za lugha, huwa al-'azmu alladhi, ni mfupa ambao kwamba yalil ibhama, ambao kwamba unaifuatia dole gumba, inda mi'samil yadi, katika kile kiwiko cha nini, cha mkono, yani katika ile maungio haya ya mkono huu, si ndio? Ayiltiqa'i sa'idi bil kaffi, yani mi'sam ni katika makutano ya nini, ya huu muundi wa mkono na nini, na kiganja cha mkono. Hii ndio mi'sam, si ndio? Iltiqa'i sa'idi bil kaffi, sa'idi ni hii muundi ya mkono, kaffi ni hii. Sasa iltiqa yake yapi, makutano yake ni hapa, si ndio? Fatanabbah lidhalika, basi zinduka hilo. Waqala ba'dhum lakini kifupi yani kwamba semaje, ku ni hii mfupa ambao kama unafuatia nini, ibham si ni hii, ili ndio dole gumba, si ndio? Ili hapa ndio dole gumba. Sasa nini, ku ni hii, huu mfupa huu ndio unaitwa ni ku. Huu hapa katikati unaitwa rusuq, na huku mwisho huu unaitwa kursu. Huu unaitwa kursu, huu unaitwa rusuq, mfupa katikati hapa, huu unaitwa ku. Tuko vizuri sana. Ndio manake mara nyingi mathalan watu katika mijadala, watu wakijadiliana nini, tusema tajadiliana, yani vipi nitajadiliana na mtu ambaye kwamba la yufarriqu baina al-ku' wal kursu'? Shana kaifa unaqishu rajulan la yufarriqu au la ya'rifu al-farqa baina al-ku' wal kursu' wala ya'rifu al-farqa baina al-ku' wal bu'. Alafu kuna bu' ni mshipa ambao kwamba inafuatia dole gumba la mguu, hii hapa, hii inaitwa nini, bu'. Sasa hutumia sana watu kwa mijadala. Yeye unajua ma huwa al-farq baina al-ku' wal kursu'. Sasa kwa hivyo ya
Iwekeni kwenye kichwa yenu, msije na mimi kaambiwa rajul la yafarqu baina al-ku'i wal-kursu'. Qala baadhi ulama fi dhalika nadhman, baadhi ya wanazuoni wamelisemea hilo kwa nini? Kwa chungu. Asema wa'adhmun yalil ibhama, na mfupa ambao kwamba unaofuatia dole gumba, ku'un, huo unaitwa nini? Ku' ndo kiwiko mfupa. Wama yalili khinsarihi, na ule mfupa ambao kwamba unafuatia kidole chake kidogo, khinsari kidole kidogo. Al-kursu', huo unaitwa nini? Kursu', ambao kwamba ni huu ndio unaitwa kursu'. Warusghu, na mfupa unaitwa rusghu, ma wasat, ni ule kati na kati ambao kwamba ni huu. Tuko vizuri sana. Hifadhu hadhihi al-abyad hata watu wasio kajili. Wa adhmun yali ibhama rijlin, na mfupa unaofuatia dole gumba la mguu. Ushaona? Mulaqabun bibu'in, huu unaitwa bu'. Sah? Fakhudh bil ilmi, bas chukua elimu, wahdhar min al-ghalat, tahadhari kosa, tahadhari kukosea, manake watu wengi na wachanganya. Kimuuliza tu mtu haraka haraka hivi atatoa macho tuelewe unaongea nini. Wa rubbama yaqra ba'd an-nasi, asema, na huenda mara nyingine wanasoma baadhi ya watu, si ndio? Fi hadithin, katika hadithi, au fi kitabin, au katika kitabu chochote, anna nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana ya'khudhu bi kaffihi al-aymani, alikuwa akishika kwa kitanga chake cha mkono wa kulia, ku'ahu al-aysar, kiwiko cha mkono wake wa kushoto. Fadhunnu, basi anadhania, annahu, ya kwamba, yambaghi lahu, yatakana kwake, ayumsika mirfaqahu al-aysar, inatakana ashike mirfaq yake, mbegu zake mbili za mkono, kongo mbili zake za nini, za mkono wa kulia, alladhi, ambayo kwamba, yani kongo mbili ambazo kwamba tusamihi al-ammatu, watu wa kawaida, yani Waarabu wala ambao kwamba si wasomi wanaziita al-yawma, hivi leo, bil-ku'i, wanaita nini? Ku, khata'an, kimakosa. Ushaona? Khata'an nini? Kimakosa. Kwa fayadhunnu annahu yanbaghi yumsika mirfaqahu al-aysar bikaffihi al-ayman, kwa kitanga chake cha nini, cha mkono wa kulia. Hii hapo katikati, hizo ni jumlatun mu'tarida, ni jumlatun mu'tarida, ni jumla iliyokuja kati na kati, iliyoingilia katikati. Lakini yani ili jumla iwe sawa inasomeka vipi? Fayadhunnu annahu yanbaghi ayumsika mirfaqahu al-aysara bikaffihi al-aymani. Hapo tumefahamana vizuri sana bado. Naam. Yani baadhi ya awam, baadhi ya Waarabu ambao kwamba si wasomi, wao wanasema ku ni hii. Ushaona? Hii kipepsi wanafikiri ndio nini? Ndio ku. Kumbe ku ni hii. Sasa wao kimakosa wanapofikiri hii ndio ku, kwa hivyo wanajua kwamba katika swala inabidi mtu ashike hapa. Lidhannihim, kwa ajili ya kudhania kwao, anna al-mirfaq, kwamba hii kipepsi huwa al-ku, ndio nini? Ndio kiwiko. Wadhālika liqillati ma'rifatihim bil-lughati, na hilo ni kwa ajili ya uchache wao wa kujua nini? Lugha. Sasa hao ni Waarabu wenyewe, unaambiwa wachache wa kujua lugha, Waarabu. Maana Maulana hapa alalamika na matendo baadhi ya Waarabu kama si wasomi. Qala al-allamatu al-majd, qala al-allamatu al-majd al-fayruz abadi, nasema al-allama al-majd fayruz abadi, al-fayruz abadi fi al-qamus al-muhit, katika al-qamus al-muhit, al-ku' tarafu az-zandi alladhi, ni ncha ya mfupa ambao kwamba yalil ibhama, ambao kwamba unafuatia nini? Unafuatia dole gumba. Al-ku' tarafu az-zandi alladhi, ni ncha ya mfupa ambao kwamba yalil ibhama, ambao kwamba unaifuatia dole gumba. Sasa hii Maulana azungumzia kule kwao, lakini hata huko kwetu pia ni hivyo hivyo. Sasa hawa sio nani uchache wa lugha au uchache wa fiqh? Hawa ni uchache wa fiqh. Maana hata hiyo kwa mirfaq ingine hawajui. Huyo ukuta mtu yuwasali katika hao, anashika mikono yake hivi, anafanya hivi. La, hii makosa. Hakuna kufanya hivi. Ni hivi. Naweka hapa. Hii nashika hapa hivi. Angalia namna hii. Hivi unaweza kuweka hivi au uweke hivi. Lakini sio hivi. La, hii hakuna. Machezo tu. Warawa al-Baihaqi, na pokea al-Imam al-Baihaqi,
وغيره na wengineo bisanadin sahihi kwa sanadi hapo kama ni sahihi an Wa'il ibn Hujr kutoka Wa'il ibn Hujr qala la anzuranna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kayfa yusalli. Yani siku moja alisema la anzuranna, nitamtizama ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kayfa yusalli, anasali namna gani. Qala, ananena asema fanadhartu ilayhi, nikamtizama siku hiyo, nikamtizama mtume sallallahu alayhi wasallam, qama, nikamuona amesimama, wa kabbara, na akasoma nini, takbira, wa rafa'a yadayhi, na akainua mikono yake, hatta hadhata bi udhunayhi, mpaka ile mikono yake ikaelekeana na mashikio yake. Thumma wadha, muona hivi, yani muhadhat, unaona hii, ukiinua mikono namna hiyo inaelekeana na bega, lakini inaelekeana pia na nini, mashikio yake, inakuwa iko mkabala na mashikio yake namna hii. Thumma wada yadahu al-yumna, kisha akaweka mkono wake wa kulia, ala dhahri kaffihi al-yusra, juu ya mgongo wa nini, wa kitanga chake cha mkono wa kushoto, wa rusghi, na juu ya nini, ya mfupa huwa kati na kati huu kwenye maungio ya kitanga na muundi wa mkono, wa sa'id, na nini, na muundi wa mkono. Namna hii yao, angalia hivi, sehemu yake baadhi ya kitanga kimeshika kwenye mgongo wa kitanga kingine, sehemu yake imefanya nini, baadhi yake imegusa hapa kwenye rusukh, mfupa katika kati, sehemu yake baadhi yake imekuza kwenye nini, kwenye muundi wa mkono. Yani namna hii yao, yani alifanya hivi, ushaona hivi, shufto. قال الإمام البخاري في صحيحه، amesema الإمام البخاري katika sahihi yake, ووضع علي رضي الله عنه كفه، na aliweka Imam Ali radhiyallahu anhu kitanga chake, ala rusghihi al-aysar, karib tafadhal, ala rusghihi al-aysar, juu ya mfupa wa kati na kati wa kitanga chake cha mkono wa kushoto. Tafadhali Sheikh Abdul. وقال الإمام البخاري في صحيح ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر بصيغة الجزم، أميك كصيغة الجزم، كصيغة يكوكاتا، تمكو لكوكاتا. مناكي هنا كتك معلقات za الإمام البخاري. kuna hadith katika musala al-hadith wasoma, kuna hadithi ambayo kama inaitwa nini, muallaq. Hadith muallaq ni hadithi ambayo kwamba ameondoshwa rawi yake, ameondoshwa rawi mpokezi mwanzo wa sanad, mwanzo wa nini, wa sanad. Hadithi inaitwa nini, muallaq. Lakini mara nyingine wale upokezi wanaweza kuondoshwa kuanzia mwanzo wa sanad mpaka mwisho wa sanad. Hiyo pia hadithi inaitwa nini, muallaq. Sasa kuna hadithi ambazo kwamba ukisikia muallaqatul Bukhari ni zile hadithi ambazo kwamba al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala amezitaja hali ya kuwa ameondosha sanadi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yani kama hiyo tu. Qala al-Imam al-Bukhari wa wada Ali radhiyallahu anhu kaffahu ala rusghihi al-aysar, lakini bisighati al-jazm, kwa sigha nini, ya jazm, ya kukata. Wada, aliweka. Manake ulama watofautisha, kwa sababu hizi muallaqatul Bukhari kuna ikhtilafu katika ulama. Wengine wanasema zingine zinakuwa ni dhaif, zingine zinakuwa ni nini, ni sahih. Taban kwa sababu pia mara nyingine unakuta inshallah ahlan bikum, unakuta mara nyingine ile riwaya ni muallaq katika sahih al-Bukhari, lakini ukija kwa vitabu vingine kama as-Sunan al-Arba'a na nyingine unakuta ni kuna imeunganishwa, inameweka sanadi yake. Kwa hiyo Bukhari unakuta ni muallaq, imewekwa biduni al-isnad, lakini unakuja kwenye vitabu vingine unakuta imewekewa nini, imewekewa sanadi. Asa mara nyingine zikawa sanadi ile ukaikuta ni sahihi ama nini, dhaif. Lakini sasa ulama wasema mara nyingi ikija kwa sighatul jazmi, kwa sigha ya kukata, yani haikuja kwa sigha ya nini, ambapo kwamba labda katika sigha ya tamridhi ama vitu kama hivi, kuna sigha ya tamridhi, yuqalu ama qila na mfano wake. Kwa hivyo farriqun baina hadithi ambayo kwamba imekuja kwa sighatul jazmi na hadithi ambayo kwamba imekuja bighairi sighatil aljazmi. Kwa hivyo ni hivyo. Kwa hivyo zikao sahihi na zikao ni dhaif. Wal hadithu fi sunan al-Bayhaqi, na hadithi hii ni katika sunan al-Bayhaqi, ipo pia katika sunan. Wa qala aqibahu, na al-Imam al-Bayhaqi
baada ya hadithi hii katika sunan yake akasema hadha isnadun hasanun, hii sanadi yake ni hasan. Fasunnatu, basi sunna kama qaddamna, kama tulivyotanguliza, ayadha almusalli, ni aweke mwenye kusali kafahu alyumna, kitanga chake cha mkono wa kulia, ala ku'il yusra, juu ya kiwiko cha mkono wa kushoto. Waqad bayyana, na hakika tumebainisha maana alku'i, maana nini ya alku'i nini, sio kama awami wanavyodhania. Wa annahu mawdhi'u saa, ni sehemu ya kuweka saa. Ku' ni hii sehemu ambayo kama unavalia saa, au siwari, au sehemu ambayo kama wanavalia wanawake bangili, fil yadi, katika mkono. Walaysa mawdhi'u almirfaqi, na ku' kiwiko sio ile sehemu ya nini ekpeps. Wa annahu, na hakika qad akhta, hakika amekosea, khata'an fadihan, kosa kubwa, man amsaka mirfaqahu, yule ambaye kwamba aloshika kipepsi yake, wa dhanna nafsuhu, ndio na nafsi yake ikadhania muttabi'an lisunna, wa dhanna nafsuhu muttabi'an lisunna, wa dhanna nafsuhu, na akaidhania nafsi yake muttabi'an lisunnati, yenye kudhania nini, ni yenye kufuata sunna. Dhanna huwa inahitaji mafuulu mbili, si ndio, katika af'alul qulub. Wa dhanna nafsuhu muttabi'an lisunnati, na akaidhania nafsi yake yenye kufuata sunna. Khasatan, hasasa idha zada fi tafannuni, akizidisha katika nini, katika mitindo. Idha zada fi tafannuni, akizidisha katika nini, katika mitindo yake hiyo. Fa adhafa lidhalika, akaliongezea hilo. Fa adhafa lidhalika, akaliongezea hilo. Akaliongezea nini, tafrijan fahishan, kuachanisha ambapo kwamba ni kuovu, baina qadamaihi, baina ya nini, nyayo zake. Wa khasatan, sasa idha zada, pindi akizidisha, fi tafannuni, katika nini, katika mitindo. Tafannuni ni fani, yani mtu kuwa na mitindo mbalimbali katika kitu, si ndio? Fa adhafa lidhalika, akaliongezea hilo, tafrijan fahishan, kuachanisha kubaba, baina qadamaihi, baina nini. Unajua maana yake nini? Yani ukuta mwamba ameweka mikono hapa hivi, alafu ile mikono miguu imeachanishwa, ile kama ile design tulionyesha siku ile ya kama ng'ombe anakamuliwa. Sasa anasema hapa balaa zote zinakuwa ziko hapa. Sasa mwamba huko ameshika hivyo, fuko miguu imetawanywa. Yani nafikiri kama sahaba mwenyewe anapojidhania, kumbe maskini ya Mungu yupo katika makosa. Fa alayhi, basi lazima juu yake, ayaqla an dhalika, ajitoe kabisa katika hilo. Shana qala ni amengoa, si ndio? Fa alayhi ayaqla an dhalika, yani lazima ajingoe katika hilo, yani atoke katika hilo jambo alilofanya. Wa ayarji'a ila sawabi, na arejee katika usawa, alladhi, usawa ambao kwamba bayyanahu, tumeubainisha. Wa ila sunnati sahihati, na arejee katika sunna ambayo kwamba ni sahihi. Wallahu almuwaffiq, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwafikisha. Wa sayyidina ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, amesema raani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wadi'an yadi al-yusra, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliniona nikiwa nimeweka mkono wangu wa kushoto, ala yadi al-yumna, juu ya mkono wangu wa kulia. Fanazaaha, akauvua ule mkono wa kushoto. Wada al-yumna, akaweka mkono wa kulia, ala al-yusra, juu ya mkono wa kushoto. Rawahu Abu Daud, amepokea al-Imam Abu Daud, wa an-Nasa'i, na al-Imam an-Nasa'i, wa Ibn Sakan, al-Imam Ibn Sakan fi sahih, katika sahih yake. Qala al-Hafidh Ibn Hajar fi al-Fath, amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Fathul Bari, wa isnaduhu hasan, sanad yake ni hasan. Yani ananena kwamba siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alimkuta nani huyu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ameweka hivi asali huko mkono wa kushoto, ameweka juu ya mkono wa kulia. Mwenyezi Mungu eti Mtume akaja akauvua huu, alafu akatukua huu wa kulia akaweka juu. Qala al-ulama, wamesema ulama, al-hikmatu, hikma fi hadhihi al-hay'a, katika hii sampuli, katika hili umbile la kusali hali ya kuwa umeweka mkono wa kushoto juu ya mkono wa kulia. Al-hikmatu fi hadhihi al-hay'a, katika hili umbile ama katika hii mtindo, ay wad'i al-yumna ala al-shimal, kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto. Annahu, ya kwamba sifatu sa'ili dhalili, hiyo ni sifa ya mtu mwenye kuomba ambaye kwamba ni dhalili, si ndio? Mtu akiwa anaenda kuomba pale tunakuta amejikunyata namna hiyo, ushaona. Kwa hivyo naomba Mungu, wasema hivyo.
wa huwa amna'u min al-abathi, asema na hilo ndio lenye kuzuia zaidi mtu kufanya michezo, wa aqrabu ila al-khushu'i, na liko karibu zaidi na mtu kuwa na unyenyekevu. Anasema hivyo. Waqala al-Hafidh ibn Hajar, na msema al-Hafidh ibn Hajar, qala ba'dhum, asema baadhi yao, al-qalbu mawdi'u an-niyyati, moyo ndio sehemu ya nini? Ya nia. Si moyo iko hapa, si ndio? Si ndio? Sasa wewe unaambia weka hivi, lakini mkono inagusa kwenye nini? Kwenye moyo, ambako moyo si iko hapa, ama sivyo? Asema wal aadatu, na kawaida, man ihtaraza ala hifdhi shay'in, mwenye kujichunga juu ya kuhifadhi kitu, ja'ala yadayhi alayhi, huifanya ile mikono yake juu yake. Yani mtu mfano ukiona umepewa pesa, mpelekee mtu, umeweka mfukoni, kila muda utakuwa unashika hapo. Ukiwa kwenye daladala huwezi kaachia mkono yako hapo kama pesa nyingi, ushaona, ili isiye kapotea. Sasa na wao wanasema hikma ya kuweka mkono hapa ni kwa sababu nia iko hapa, kwa hivyo unaogopa nia yako isiye katoka katika nini? Katika swala. Hakadha qalu taban, nasema hivyo. Naam. Wal aadatu, na kawaida ilivyo desturi, anna man ihtaraza ala hifdhi shay'in, ni kwamba juu mwenye kujichunga katika kuhifadhi kitu, ja'ala yadayhi alayhi, huweka mkono wake juu yake. Ni mtu akiwa anakiogopea kitu kisiye kapotea, anaweka mkono juu yake. Wa alam yarhamuka Allahu ta'ala, nafahamu akurahamu wewe Mwenyezi Mungu, annahu, ya kwamba, yustahabu, inapendekezwa, wa yusannu, na inasuniwa, lilmusalli, kwa mwenye kusali, baada an yukabbira, baada ya kusoma takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia swala, ayadha yadahu al-yumna, aweke mkono wake wa kulia, fawqa al-yusra, juu ya mkono wa kushoto, yani juu ya kiwiko cha mkono wa kushoto, mubashara, yani pale pale. Wal afdal, bora zaidi, alla yursila yadayhi ila al-asfali, ni asiachilie mikono yake kwenda chini. Alla yursila thumma yarfa'uhuma, kisha inue, liyadha al-yumna, ili yake kulia, ala al-yusra, juu mkono wa kushoto. Unajua maana yake amesema nini? Yani itakana yule akisema Allahu Akbar, mkono wa kulia weke juu mkono wa kushoto, asiachilie chini. Wengine wanasema Allahu Akbar, wanaachilia hivi chini kisha ndo wanarudisha. La, hadha lam yarid fi sunna. Ushaona? Asema wal afdalu alla yursila yadayhi ila al-asfali, ni asiachilie mikono yake kwenda chini, yani baada ya takbiratul ihram. Thumma yarfa'uhuma, alla yursila thumma yarfa'uhuma, kisha inue, liyadha al-yumna ala al-yusra, ila yake mkono wa kulia juu ya kushoto, yani asifanye Allahu Akbar. Jao kuona watu wanafanya hivyo? Naam. Hii maneno ameeleza nani? Nafikiri Ghazali kwenye Bidayatul Hidayah, lakini la. Naam, haina dalili, haina ushahidi. Ni maneno tu mwenyewe ameeleza kwamba afanye hivi, lakini sunna haielezi hivyo kwamba alikuwa akiachilia. Inaonyesha ni mubasharatan. Ile maneno ameweka kwenye Imam Ghazali kwenye Bidayatul Hidayah. Sasa Bidayatul Hidayah. Na hata ikiwa katika Risalatul Muawana ya Imam Haddad huwa yanqulu ani al-Ghazali. Naam, Imam Haddad kwenye Risalatul Muawana, kwenye nini ile nyingine, Nasaihudd Diniya, kwenye nini, yani aghlabu ya vitabu vyake ni mukhtasar ya vitabu vya nani? Vya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. Sasa hii maneno asli ipo kwenye Bidayatul Hidayah, lakini haina ushahidi. Wa sunnatuna sunna ayadha yadayhi fawqa surratihi, ni aweke mikono yake juu ya kitovu chake, bi qalili, ni juu kidogo. Namna kitovu si hapa, weke juu yake kidogo. Sah? Walaysa alaiha, wala siweke mikono yake juu ya nini? Kitovu. Yani fawqa, hii ndio kitovu. Fawqa ni hapa, weke hapa. Sio alaiha, sio kitovu chenyewe juu yake hivi. Ndio? Wala arfa yadayhi, wala siweke mikono yake, afwan, wala arfa yadayhi, wala sinyanyue mikono yake, wala arfa yadayhi, wala sinyanyue mikono yake, fayadhahuma, akaiweka, ala thadiyhi, katika nini? Katika maziwa yake. Yani wanaume hawana maziwa, nini naita nini? Naam, la, hizi chuchu, so ama chuchu za ng'ombe, Allahu musta'an. Lakini ndo hizi si zinaitwa nini Kiswahili? Au inda nahrihi, au akaweka kwenye nini? Kwenye shingo yake. Mwanamke ana maziwa, manake kama ni mwanamke asiinue mikono yake akiweka kwenye nini? Kwenye maziwa. Kasi hizi kwa wanaume Kiswahili fasaha inaitwa nini? Masihi nikasema alafu ikawa natukana. Chest, so
Sawa. Basi asiinue mikono yake akaweka juu ya chest zake. Au inda nahrihi, au kwenye nini? Kwenye shingo yake. Hapo tumeelewana? Yani asiweke mikono hapa kama vile wanavyofanya hawa nini? Mawahabi na magrupu nyingine ya kigaidi. Wanaweka mikono hapa au hapa hivi. La, hapana. Fa aslu sadri, asli ya kifua, huwa al-idhamu allati, ni ile mifupa ambayo kwamba tabruzu, inadhihiri, watasduru, na inakuja mbele, watasduru lil amami, na inakuja mbele, idha hana al-insanu nafsahu, pindi binadamu akijikunja, ila al-warai, kwenda nyuma, si ndio? Yani asli ya sadri, asema fa aslu sadri, asli ya sadri, kifua, huwa al-idhamu allati, ni mifupa ambayo kwamba tabruzu, na watasduru lil amami, na inakuja mbele, idha hana al-insanu nafsahu, pindi binadamu anapojikunja, ila al-warai, kwenda nyuma. Yani wewe mathalan jaribu kufanya hivi, ukifanya hivi kinachodhihiri ni hiki hapa au hii sehemu ya hapa. Naam, yani hawil anta, hawil mathalan, hawil simama, qum jipinde namna hii kwenda nyuma. Yani al-mawdhi'u allati tasdur, hapa hii kifua kinakuja hivi, afu hapa ndio sehemu hii ndio inadhihiri. Kwa hiyo mifupa ambayo kama inakuja mbele, hii ndio asli nini? Ndio asli ya sadri, si ndio? Falwadhu, basi kuweka, laysa ala thadi, sio katika nini? Chest, umesema sawa? Sawa. Bal ila asfala, bali ni chini ya hapo, baina surrati wa thadi, baina ya kitovu na chest, sawa? Wa ila surrati aqrabu, wa ila surrati aqrabu, na kwenye kitovu ile mikono yake inakuwa iko karibu zaidi. Wa ila surrati aqrabu, ushaona? Na kwenda katika ile mikono yake iwe karibu zaidi na nini? Na kitovu, kuliko kuja huku juu katika hashi hapo chini. Wa ila surrati aqrab, ma baina thuluthi wa thuluthaini, ushaona? Yani sehemu iliyoko, yani kiasi cha theluthi moja ama theluthi mbili, kiasi cha theluthi moja au theluthi mbili, yani baina ya kitovu na sehemu anayoweka. Wa ila surrati ma baina thuluthi wa thuluthain, yani hii kitovu na mikono ambayo kwamba aiweke hiyo sehemu theluthi moja ama theluthi mbili. Wa huwa al-wad'u al-'adi, nako ni kuweka kwa kawaida, idha wad'a al-insanu yadayhi, pindi akiweka binadamu mikono yake, ihdahuma ala al-ukhra, mmoja juu ya mwingine, duna takallufin, pasna kujilazimisha, fi raf'i, katika kuinua, ila al-a'la, kwenda juu, wala ila al-asfali, wala kwenda chini. Yani ile kawaida tu unapoinua kuweka mikono yako hapo, huo unaweka wapi? Yani kwa mfano binadamu ukiwa upo kuchuka ile umesimama, kwa mikono yako unaiweka hapa, si unaiweka hapa, si ndio? Duna takallufin, kujilazimisha katika, kwa sababu ukisema unaweka hapa urongo. Hakuna mtu anasimama kawaida, yani hivi umesimama kwa watu unapiga story, mtu anaweka mikono yake hapa? Hakuna. Watu kaile mikono inawekwa hapa katikati, baina surrati wa, sio rukba bwana, baina surrati wa thadi. Asema hadha huwa sadru, hiki ndio kifua. Bidalili qawlihi ta'ala, kwa ile kauli yake Mwenyezi Mungu, fa inna, hakika ilivyo, la ta'mal absaru, hayawi pofu nini? Macho, walakin ta'mal qulubu allati fi suduri, lakini zinapofuka nyoyo zilizo katika nini? Katika vifua. Upofu ambao Mwenyezi Mungu anakusudia nini? Upofu wa nyoyo. Sasa moyo uko wapi? Naam, moyo uko hapa, si ndio? Au huko? Moyo uko huko? Naam, uko wapi? Upo hapa, fi sadri. Walakin ta'mal qulubu allati fi suduri. Kwa dalili hii, moyo upo katika kifua. Kifua kiko wapi? Kifua kiko hapa, eti moyo uko hapa. Kwa hivyo kifua ni hiki. Kwa hivyo usawa huu, si ndio? Hadha, hii, walam yathbut, wala haikuthubutu, anna nabii sallallahu alaihi wasallam wada'a yadayhi ala sadri, aliweka mikono yake juu ya nini? Kifua chake, yani ala thadi. Sadri kusudia nini? Thadi, chest. So qala al-hafidh ibn Hajar,
وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل حقيقة بكى ابن خزيمة katika hadithi ya Wa'il annahu wada'ahuma ala wasdrihi ya kwamba mtume aliweka mikono yake juu ya kifua chake wal Bazzar na Bazzar inda sadrihi ushana mbele ya nini kifua chake fahadhihi riwayatu basi hizi riwaya bimajmu'iha ushaona kwa mkusanyiko wake tadullu zinajulisha ala wad'u al-yadayn juu ya kuweka nini mikono miwili fawqa surrati juu ya nini kitovu la tahta sio chini ya kitovu wala ala thadiyain wala juu ya nini juu ya chesti au nahari au shingo wallahu almuwaffiq صح asema hapa katika hashia 134 wa fil juz'i ath-thalith na katika juz'i ya 3 min kitabina katika kitabu chetu at-tanaqudat kinachoitwa at-tanaqudat mulhaqun khasun kuna mulhaq maalum yani kuna faila ambalo kwamba lounganishwa na kitabu bimas'alati wad'u al-yadayn lilohusu kuweka mikono miwili ala sadri juu ya kifua famdhuru angalia inshita ukitaka tanaqudat hii ni katika ahamu kutub Maulana al-Imam Hassan Ali Saggaf al-hadithiyya katika vitabu vyake vya hadithi muhimu sana ni kitabu kinaitwa Tanaqudat al-Albani al-Wadihat kitabu mshkumba al-Muradi Albani al-Imam Hassan bin Ali Saggaf al-Muradi Albani kina mujalladi 3 utaona ukisoma kitabu kile sasa ndio utajua je Albani ni msomi wa hadithi au Albani ni muhuni tu ambaye kwamba alionasibishwa na ilmu hadith Allahu almusta'an sasa wa amma al-isbal amesema ama isbal wa huwa irsalu al-yadayn ni kuachilia mikono miwili katika swala duna wad'u al-yumna pasi na kuweka mkono wa kulia ala al-yusra juu mkono wa kushoto fi salati katika swala alladhi yaf'aluhu ba'dhu an-nas ambao kwamba wanakufanya baadhi ya watu fa sunnatu basi sunna bi khilafihi ni kinyume ile ahadith ni kinyume cha hivyo ile hadithi lati kwa ajili ya hadithi ambazo kwamba dhakarna tumestaja anifan hapo nyuma kidogo. Sasa hapa kuna maneno kidogo. Huu ndio msimamo wa al-Imam Hassan bin Ali as-Saqqaf mwanzo alipokuwa akiandika kitabu hiki. Na haya ndio madhhabu ya al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kwamba sunna yani haya maelezo aliyosema ndio yani ndio madhhabu ya al-Imam Shafi'i na ndio msimamo wa Shafi'ia. Lakini al-Imam Hassan bin Ali as-Saqqaf kisha baada yake alitoka katika msimamo huu. Najua hii kitabu amekiandika takriban miaka 37 40 iliyopita takriban miaka 40 mwanzo kabisa wa ujana wake alikuwa bado kijana. Kisha al-Imam Hassan bin Ali as-Saqqaf baada ya kuandika kitabu hiki sahihu sifati salati nabii sallallahu alayhi wa sallam istaqalla akawa ni mujtahid. Akawa nini? Mujtahid. Unajua mujtahid yani ni mtu ambaye kwamba alofikia darajatul ijtihad ambaye kwamba hawezi kuqallid kumfuata mwingine biduni dalili. Kwa hivyo kuna masaila ambayo kwamba yani anatilia nguvu mathalan katika madhhab al-Imam Shafi'i lakini kuna masaili mengine ambayo kwamba anatilia nguvu madhahib zingine ambazo kwamba yeye amezifanyia tafiti akazikuta kwamba zina nini zina nguvu. Kwa hivyo al-Imam Hassan bin Ali as-Saqqaf msimamo wake na msimamo wa kiilmu taban katika masala haya sasa hivi ni kuachilia mikono. Na hata alipokuwa Oman katika ziara yake ni rubama ni ya mwisho au katika ziara zake za karibuni za Oman alibainisha hilo kwamba sunna katika swala ni kufanya kuachilia mikono sio kufanya nini sio kufunga mikono. Taban vipi kuhusu hizi riwaya zote zimenakishiwa zote zimetolewa illa na viko vitabu vimeandikwa. Kuna mmoja katika ulama wa Shanaqita wa Mauritania ameandika kitabu kinaitwa Ibramun Naqdi lima qila min arjahiyati al-qabd. Kinaitwa Ibramun Naqdi lima qila min arjahiyati al-qabd. Anaitwa Muhammad al-Khudri al-Shinqiti. Ambacho kwamba kitabu hiki amejadili na kunakish hizi riwaya zote ambazo kwamba zinazotolewa dalili na ushahidi katika kufunga nini mikono katika swala. Mwisho akafikia natija ya kwamba sunna iliyopokelewa kutoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kuachilia mikono. Wa hakadha viko vitabu kadhaa vingi. Kuna kitabu kingine kimejadili takriban 2
kimenakish pia masala haya. Lakini hiki cha al-Allama Muhammad al-Khudr al-Shinqiti Ibrahimu an-Nakhdhi kitabu si kirefu sana, nafikiri kina peji kama 100 ama si kirefu sana, ambacho kama mtaanza kusoma hata katika jalsa moja jalsa mbili. Kwa hivyo amezinakish hizi riwaya. Sasa ulama wasema kwamba mara nyingi yani haikuwa sasa ile katika maelezo waliotoa ni kwamba haikuwa desturi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufanya nini? Kuweka mikono namna, isipokuwa mara nyingine alikuwa akichoka. Yani alikuwa akiwa na swali aki hali yako mwili wake umechoka, mara nyingine alikuwa akiweka mikono hivi yani akiwa amechoka. Kwa hivyo hakuwa anaweka kama ni sunna ama ni katika nini za swala, lakini amechoka ndio anaweka hivi. Na ndio maana yake hata katika madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, hii ni katika hayatu swala. Ni katika kuweka mikono juu ya kifua, ni katika hayatu swala, vipambo vya swala. Maana yake ukiacha na ukifanya upate thawabu, ukiacha upate dhambi. Na hayatu swala ni zile ambazo kwamba hata ukiziacha huwezi kusujudi nini? Sijatu sawi. Sababu zile ni hayatu. Tuko vizuri sana. Tofauti kwa sababu sunna wenyewe Imam Shafi'i katika madhhabi ya Imam Shafi'i zinagawanyika. Kuna abadh na nini? Na hayat. Sasa hii ni katika hayatu swala. Kwa hivyo al-Imam Hasan bin Ali as-Saqaf madhhab yake sasa hivi ni kuachilia mikono katika nini? Katika swala. Taban na hii ni kitu kawaida kabisa kwa ulama. Sisi hata al-Imam Shafi'i alikuwa na madhhab qadim, kisha baadaye akaja na nini? Madhhab jadid. Kitu gani kilichomfanya aache madhhab yake ile kitambo aje kwenye madhhabu nyingine? Baada ya kufanya nini? Ya kusoma zaidi na kufanya bahthi na kukutana na wanazuoni wengine wakubwa zaidi. Alipokuja Misri akasoma kwao zaidi, akajua hadithi zingine ambazo kwamba kule alikuwa hazijui, na akapata masaili nyingine za kiilmu ambazo kwamba kule alikuwa hazijui. Baada ya mjumuiko huo na mchanganuo, baada ya kufanya mchanganuo kulingana na maarifa aliyokuwa nayo, akagundua suala hili nilisema, lakini usawa ni huu, dalili hii ndio ina nguvu kuliko hili, hii nilisema dalili hii ina nguvu kuliko ile. Kwa hivyo kiasi ambacho kwamba akafanya siagha, akaunda upya baadhi ya kawaid na baadhi ya misingi ambayo kwamba alikuwa anaitegemea katika madhhabi yake, mingine akafanya nini? Akaiacha nayo, akawa na kauli jadid. Kwa hivyo tambe hii ni kauli qadim, hii ni kauli jadid. Idhan hii kauli hii kwa Imam Hasan bin Ali as-Saqaf tutasema ni kaulun qadimun. Al-qawl al-jadid nini? Ni isbari. Unaweza kujiuliza, mbona hii kitabu kama hii chapa nilionayo hapa ni chapa ya mwaka 2010? Chapa 2000, sababu nafikiri kitabu mwanzo kabisa kimechapwa miaka 80. Sasa unaweza mbona hii ni chapa ya 2010, mbona hajakibadilisha haya? Hii kitabu ameona bora akiache namna hii, kwa sababu lengo la kuandika kitabu ni ala madhhabil imami ash-Shafi'i. Kwa hivyo akaona bora aache hivi kwa sababu huu ndio msimamo wa nini? Wa Shafi'i. Na hii kitabu amekiandika ni fiqh salati juu ya misingi ya madhhabu ya nani? Imam Shafi'i. Lakini ifahamike hivyo kwamba kauli yake ni hii, na hii ndio ambayo kwamba sisi binafsi tunaitilia nguvu. Hiyo nini? Isbal katika swala. Lakini je, nunkir je mtu anaweka mikono? La nunkir alayhi. La nunkir alayhi. Lakini mimi binafsi baada ya kufuatilia zile hujaj imekainika nazo. Na rubama inshallah siku moja tutakichoa kitabu cha tukiprint kitabu cha Ibrahimu an-Nakhdhi, tukaja tukafanya tukakipitia, tukaona zile dalili zao na zile hujja zao ambazo kama wafanya nini wamezitumia. Tuko vizuri sana kwa hivyo kwa hivyo aqwa, yani hii haya maneno ya mwisho ya mistari ya mwisho ifanye kinyume chake sasa. Huwa sunna kuachilia. Tuko vizuri sana. Yani haya ni masail ilmiya taban. Haya ni masail ilmiya na yako hivyo. Yako hivyo. Haya tuendelee. Asema as-sunnatu sunna an yanzura al-musalli, ni atizama yukusali amamahu, atizame mbele yake, ila al-ardhi, kuangalia ardhini, yani angalia chini, wa an yakuna khashi'an, na awe amenyenyekea, fi salatihi, katika sala yake. As-sunnatu sunna an yanzura al-musalli, atizama yukusali amamahu, mbele yake, ila al-ardhi, akiwa ametizama ardhini, ni ishara ya unyenyekevu. Wa an yakuna khashan fi salati, na awe amenyenyekea katika
Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, qad aflaha almu'minun, hakika silingidelo wamefaulu waumini. Ni watu wepi hawa waumini? Alladhina, ambao kwamba hum fi salatihim, wao katika swala zao khashuni, wenye kunyenyekea. Maana yake aya hii inatulingania kuwa wanyenyekevu katika sala. Waqala Ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wasta'inu bis-sabri was-salah, wasta'inu, natakeni msaada kwa Mwenyezi Mungu, bis-sabri, kwa kufanya nini? Sabra, was-salati, na kufanya nini? Kusali. Wa innaha, na hakika hiyo sala, la kabiratun, ni nzito kweli kweli, illa ala al-khashi'in, isipokuwa kwa wale ambao kwamba wanyenyekevu. Mufassirun wana maneno mingi katika aya hii, lakini mmoja katika mufassirun ambao kama ni Muqatil, alipokuwa akifasiri aya hii, unajua amesemaje? Ista'inu ala talabil akhirati bisabri ala al-fara'id. Ista'inu ala madha? Ala talabil akhirati bimadha? Bisabri ala al-fara'id. Muqatil katika kuifasiri aya amesema ista'inu, ombeni msaada, ista'inu ala talabil akhirah, yani ombeni msaada katika kutafuta akhirah, bisabri. Kwa nini? Kwa subra, kwa kuwa na subra, ala al-fara'id, juu ya nini? Ya faradhi za Mwenyezi Mungu, wa salati, na nini? Na swala. Yani nyinyi si mnataka akhirah, basi katika vitu ambavyo kwamba itakana muvifanya kwa ni msaada wenu kupata akhirah, nini? Ni subra na nini? Na kudumu juu ya sala, salatu za faraidh, kuziswali faradhi katika nyakati zake, kuziswali faradhi kwa jamaa, ama kuziswali faradhi katika mwanzo wa wakati wake. Lakini wengine wakafasiri hii subra, ambao kwamba amefasiri hivyo Mujahid akafasiri subra kwa maana ya as-sawm. Mujahid akafasiri subra kwa maana ya nini? Ya sawm. Tuko visana. Kwa hivyo takeni msaada kwa kusubiri juu ya nini? Ya sawm. Shona. Isti'ana ni talabul aun, ni kutaka msaada. Kwa hivyo wa innaha, hii wao ni wao ya nini? Wao ya hal. Ni wao ya nini? Ya hal. Yani wa inna, na hali ilivyo ni kwamba hiyo sala wa inna, hiyo hai inarudi kwa nini? Naam, kwa ila sala. Wa inna hai inarudi kwa nini? Kwa as-sala, kwa sababu as-sala hapo ndio aqrab madhkur. As-sala hapo ndio aqrab madhkur, kitu kilichotajwa karibu zaidi. Wa innaha, yani yaudu ila sala, na hakika hiyo sala la kabiratun, ni nzito kweli kweli. La kabira ay thaqilatun, ni nini? Ni nzito, yani kudumu juu ya swala ni kitu kizito. Illa adatu hasri ala al-khashi'in, kwa wale ambao kama ni wenyenyekevu, yani kwa watu ambao kwamba wenye khushu, watu wenye kujinyenyekeza, watu wenye kujidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa swala nini? Nyepesi. Yani mfano wake, yani manake wala watu wanaonyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, wala watu wanaojikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anawepesishia nini? Swala inakuwa ni kitu cha kawaida. Tumkifika muda wa swala unaenda kuswali. Yani usiposwali unajisikia dhiki. Yani kama vile ni Muadh, nafikiri alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume akamwambia laqad sa'alta an adhim, ya Muadh, umeuliza kitu kizito. Wa innaha la yasiru ala man yasarahu Allah Ta'ala, lakini hilo njepesi kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu amefanya nini? Wepesi. Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi, tawfiki, yani anakupa baada ya kukuona mwenyewe umefanya nini? Umeelekea. Yani ukielekea ni mtu akusali, basi Allah yusahil laka, anakufanyia nini? Fanya wepesi, ndio tawfiki hiyo. Waqala Ta'ala, na Mwenyezi Mungu amesema pia, alam yani ay yahin, je haijakurubia, lilladhina, yani haujafika muda bado, lilladhina amanu, kwa wale walio amini, an takhsha qulubuhum li dhikrillah, haujafika kwa wale ambao kwamba walioamini muda wa kunyenyekea nyoyo zao kwa ajili ya nini? Utaja Mwenyezi Mungu. Katika utaja Mwenyezi Mungu ni as-sala. Yani nyinyi watu mlioamini, bado tu muda haujafika wa kuwafanya nyinyi mnyenyekee mkiwa katika sala. Wama nazala min al-haqqi, na kile kilichoteremka kutokamana na nini? Na haki. Yani haujafika muda wa kunyenyekea yale maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala aliyoteremsha. Wala yakunu, wala wasiwe kalladhina utul kitaba, ni kama wale ambao kwamba waliopewa kitabu Mayahudi, min qablu, kabla yao, fatala alaihimul amadu, muda ukawa
mrefu, yani kitabu kiteremshwa kisha baada hapo muda ukapita mrefu baada ya kuteremshwa nini kitabu, baada ya muda kupita, faqasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa zimesusua, wa kathirun minhum, na wingi miongoni mwao, fasiquna, ni nini? Ni mafasiki, wametoka katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Mwenyezi Mungu hapo ni itabu hiyo. Kwa nini hamnyenyekei katika sala? Kwa nini hamnyenyekei kwa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mbona mnakuwa kama Mayahudi ambao kwamba kitabu chao kilipoteremshwa baada ya muda mrefu nyoyo zao zikawa susuavu, wakarudi kule kule na wakawa ni mafasiki, wakatoka katika amri za Mwenyezi Mungu. Tunalingania kwa unyenyekevu katika sala, tunalingania kwa unyenyekevu kwa amri za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa yakhruna, alipokuwa akizungumzia ibadullahi salihun, wa yakhruna lilathqani, na wanaporomoka juu ya nyuso zao, yani kwa nyuso zao, yabkun, yani wanaporomoka kwa hali ya kusujudu. Kwa nini? Kwa nyuso zao, yabkun, wakiwa wanalia, wa yaziduhum, na kuna wazidishe wao, yani huko kuteremka Qur'ani, khushu'an, kuna wazidishe nini? Khushu'an, yani khudu'an, unyenyekevu. Wa yakhruna lilathqani, na wanaporomoka kwa nini? Kwa nyuso zao, yani wanaporomoka hali kwenda kusujudu, yabkuna, wakiwa wanalia. Wa yaziduhum, na kuna wazidishe wao kuteremsha Qur'ani, khushu'an, yani kila Qur'an inavyozidi kuteremka na kila wanavyozidi kuipeleleza na kuitadabbari ile Qur'ani, wanazidi kuwa nini? Wenyekevu katika sala. Warawa al-Bukhari fi bab al-khushu' fi as-salah, apokea Imam al-Bukhari katika mlango wa khushu' katika sala, an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abu Hurairah, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wallahi, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, wallahi, na apa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakhfa alayya, si ndio? Haifichamani juu yangu mimi, ruku'ukum, rukuu zenu mnazo rukuu hazifichamani naziona, wala khushu'ukum, wala unyenyekevu wenu, wa inni la arakum, na hakika yangu mimi naona nyinyi, min wara'i dhahri, nyuma ya mgongo wangu. Angalia, hii ni katika muujiza za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yani akasema, msifikiri kwamba mimi sioni huko nyuma, mimi naona. Rukuu zenu naziona, watu wanaonyenyekea naona, na watu wanaofanya michezo naona. Kwa hivyo tahadharini. Katika hasha anasema katika kusherehesha hadithi hiyo, qala al-Hafidh Ibn Hazm fi sharhihi, amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Hazm al-Asqalani katika sharhi yake fi al-Fath, katika kitabu chake Fathul Bari mujallad wa pili sahifa 225, al-khushu', unyenyekevu, taratan, mara nyingine, yakunu min fi'li al-qalbi, unakuwa ni katika vitendo vya moyo, kal khashya, kama kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa taratan min fi'li al-badani, na mara nyingine khushu' inaweza kutumika katika vitendo vya mwili, kasukuni, kama utulivu. Kwa hivyo khashia, kumuogopa Mwenyezi Mungu, ni khushu', lakini mtu kuwa mtulivu, usicheze, usiruke, pia ni khushu'. Kwa hivyo ina itlaqat nyingi, ina matumizi mingi. Waqila, na imesemwa, la budda min i'tibarihima, hapana budi, lazima uyazingatia haya yote mawili. Yani khushu' ili ipatikane lazima vitu viwili vipatikane. Lazima upatikane utulivu, khashia, hofu ipatikane ya moyo, kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha iungana na sukunul jawarih, kutulia kwa viungo na mwili wako utulie na moyo wako una hofu. Vikikutana vitu viwili ndio unapata khushu'. Kwa hivyo la budda min i'tibarihima. Hakahu al-Fakhr ar-Razi, hilo amelieleza al-Imam Fakhr ar-Razi fi tafsiri, katika tafsiri yake. Al-Imam Fakhr ar-Razi katika kueleza maana ya khushu' kasema lazima vikutane vitu vile, khashyatullahi na sukunul jawarih au sukunul badan, kumkhofu Mwenyezi Mungu katika moyo wako na viungo vyako au mwili wako kutulia. Wakala ghairuhu, na wengine wamesema, huwa maana khushu' ni maana yaqumu bin nafsi, ambayo kwamba inakuwa katika nafsi, inayosimama katika nafsi, yani inakuwa katika nafsi. Shaona, yadhharu anhu, kuna unadhihiri kutokamana na maana hiyo, sukunu, utulivu, fil atrafi, katika viungo, yulaimu, utulivu ambao kwamba unaendana, yulaimu, unafanya
unaendana maqsud al-ibada, na maksudia nini? Ibada. Yani baadhi ya ulama katika kufasiri maana ya khushu' wasema ni maana ni yaqumu binafsi. Yani khushu' sio kitu hivi hissi kinachoonekana, ni kitu maanawi, ni kitu cha kimaana ambacho kwamba kinachokuwa ndani ya nini? Ya nafsi. Utajuaje kwamba hicho kitu kipo ndani ya nini? Ya nafsi. Yadhharu anhu, unadhihiri kutokamana na kitu hicho, sukunun, utulivu fil atrafi, katika viungo. Yani ule utulivu ambao kwamba unakuwa katika viungo ama katika mwili wa binadamu, ndio ambao kwamba unatuonyesha na kutujulisha kwamba huyu mtu ana nini? Ana khushu', ana hofu ambao kwamba iko ndani ya nini? Ya nafsi yake. Utulivu ambao kwamba yulaimu maqsud al-ibada, unaoendana na maksudi ya nini? Ibada. Ibada inatakana utulivu ndani yake, unyenyekevu ndani yake, ambao kwamba unaonyesha na unaakisi utiifu wa mja kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, nimesema ma qalahu al-imam al-Fakhr ar-Razi rahimahullah ta'ala, haya maneno aliyosema al-Imam Fakhr ar-Razi, Mwenyezi Mungu amrahamu, min anna al-khushu'a, juu ya kwamba khushu', unyenyekevu, fil qalbi wal badani, ni katika mwili na katika moyo. Fil qalbi ni katika moyo, wal badani na katika mwili. Yani khushu' ili ipatikane lazima vikutane vitu viwili, moyo na nini? Na mwili, vyote vinyenyekee sambamba. Huwa sawabu, asema huo ndio usawa, almuwafiqu lil ahadithi, ambao kwamba unaendana na nini? Na hadithi. Wa huwa madhhabu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, na hayo ndio madhhabu ya Imam al-Bukhari. Qala al-Hafidh hunaka, amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani huko katika kitabu chake Fathul Bari mujallad wa 2 sahifa 226, wastashkala ala nasi, na imewachanganyikia baadhi ya watu. Wastashkala ala nasin, yani imewawia mushkili, si ndio? Istishkali yani iltibas au ghumudh, yani kuna baadhi ya watu imewawia ugumu. Ushaona iradu al-Bukhari, kuleta al-Imam al-Bukhari li hadithi Anas hadha, kwa hadithi hii ya nani? Ya Anas. Likaunihi, kwa kwake, la dhikra fihi lilkhushu'i, hakuna utajo ndani yake nini? O khushu', nyenyekevu. Alladhi, ambao kwamba tarjama lahu, ambao kwamba Bukhari amewekea nini? Kichwa cha habari. Ujiba, ni imejibiwa, bi annahu, ya kwamba arada, Bukhari alitaka, ayunabbiha, wazundusha watu, ala anna al-khushu'a, juu ya kwamba nini? Khushu' yudraku, inapatikana, bisukuni al-jawarih, kwa utulivu wa viungo, idhi dhahiru, kwa sababu dhahiri ya binadamu, unwanu al-batin, ndio anwani ya nini? Ya ndani. Yani dhahiri yako ndio anwani ambayo inatufahamisha kiko nini katika moyo wako. Hapo tumeelewana? Yani kuna baadhi ya watu imewia ugumu kufahamu. Al-Imam al-Bukhari amesema babu al-khushu' fi salat, si ndio? Sababu tumesema warawa al-Bukhari fi babu al-khushu' fi salat, si ndio? Bukhari ameweka mlango ambao kwamba tarjama yake, yani kichwa chake cha habari nini? Babu al-khushu' fi salat. Alafu katika huo mlango akaleta hadithi gani? Naam, hadithi ipi iliyotajwa katika mlango? Basi someni hadithi ipi iliyotajwa katika babu al-khushu'. Wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khushu'ukum wa inni la arakum min wara'i dhahri. Je, kuna kitu khushu' hapo? Khushu' imetajwa hapo? Naam? Basi udhkuru, tajini, iko khushu' imetajwa? Haijatajwa, ndio jawabu. Yani mkiulizwa mnajibu, kiulizwa najibu, kiulizwa natoa jawabu. Kuna khushu' imetajwa katika hiyo riwaya? Haijatajwa. Sasa baadhi ya watu ikawa ni mushkili kwao kufahamu. Mbona mlango ni kitu kingine anwani yake, alafu kilicho chini ya mlango ni kitu kingine, si ndio? Ndio wastashkala ala nasin iradu al-Bukhari li hadithi Anas hadha likaunihi, kwa kuwa hadithi Anas hii wallahi ma yakhfa alayya la dhikra fi lilkhushu' alladhi tarjama lahu. Kwa hivyo hakuna uwiano baina hadithi ya mlango na nini na anwani ya mlango. Wa ujiba bi annahu, baadhi ya wanazuoni wakajibu huo mushkili, yani hiyo shubha ikajibia kwamba Bukhari alikusudia kwamba arada ayunabbiha ala anna al-khushu' yudraku bisukuni al-jawarih idhi dhahiru unwanu al-batin. Yani Imam al-Bukhari amezungumzia khushu', alafu hakutaja khushu', akataja nini? Utulivu wa nini? Wa viungo. Maana yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, si ndio? Naam habib. Hapa anasema hadithi Anas
Na hii lesa hadithi sio hadithi anasema Abi Hurairah. Anayezungumzia ni hii hapa aqimu rukua wa sujud. عفوا بس هذا هو الكلام الذي نريده. يعني nikisahau na nizidisha. Sasa ukiuliza nyinyi mnanyamaza. Tuko vizuri. Haya, hadithi Anas kweli iko khushu, wallahi ma yakhfa alayya rukuukum wala khushuukum. Shuf. Tuko tumeenda mrama. Hadithi Anas ni hadithi aqimu rukua وروي أيضا عن سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى pia kutoka سيدنا أنس amesema aqimu الركوع simamisheni nini ruku fa wallahi inni la arakum min ba'di dhahri, hakika yangu mimi naona baada ya nini ya mgongo wangu, yani naona kilichoko baada ya mgongo wangu kilichoko nyuma. Idha raka'tum, pindi mkiruku, wasajadtum, na mkifanya nini na mkisujudu. Sasa baadhi ya watu wamefanya ishkal, kwa nini ni mlango wa khushu alafu akataja hadithi hiyo? Ushaona? Yani ilibidi itaje hiyo hadithi ya Abu Hurairah peke yake ambako ndio yenye tamko la nini la khushu, lakini hadithi ina uhusiano wa nini? Maana yake hadithi eti Bukhari ametaja ili atanabaisha kwamba khushu lazima ipatikane moyo na nini na viungo. Hapo tumeelewana? Haya ndio maneno. وبقدر خشوع الإنسان في الصلاة, na kwa kiasi cha unyenyekevu wa binadamu katika sala, yuktabu lahu min thawabiha, na ndio anavyoandikiwa nini thawabu zake. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ar-rajula, hakika mtu, la yusalli salata, anaweza kuswali sala, ma lahu minha, hapati katika hiyo nini katika hiyo sala, illa ushruha, isipokuwa nini ushuri yake, yani 1/10, tusuha, au marengeza kupata 1 ya nini ya 9, thumunuha, anaweza akashuka akapata 1 ya 8, subuha, kashuka anaweza kupata 1 ya 7, sudusuha, inaweza kashuka akapata 1 ya 6, khumusuha, inaweza kashuka akapata 1 ya 5, rubuha, anaweza kupata 1 ya 4, thuluthuha, anaweza kupata 1 ya 3, nisfu, anaweza kupata 1 ya 2, nusu. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo inaenda hivi au hivi, sio? Ukubwa unaenda hivi. Alopata 1 ya 10 na alopata 1 ya 2, yupo alopata nyingi? 1 ya 10. 1 ya 10. Wewe alopata 1 ya 10 na alopata 1 ya 2, yupo alopata nyingi? 1 ya 2. 1 ya 2 ni nusu ya kitu. Tuko vizuri sana. Yaani hii 20,000 tunaigawanya, nusu yake ni 10,000. Tuko vizuri sana. Hii ndio 1 ya 2. 1 ya 10 ni hii 20,000 tuigawanya kwa ngapi? Kwa 10. Kwa hivyo anapata 1 ya 10 anapata ngapi? Anapata 2,000. Ushenda sala ngapi? Nani? Umefeli sasa, ndio manake umefeli. Hadhir. Kwa hivyo huwa inaenda hivyo kulingana na khushu za mtu katika. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine hapo kuna hashia, si ndio? Qala al-Hafidh fi al-Fath, amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Fath, wa qad su'ila, na hakika aliulizwa, anil hikmati, kutokamana na hikma, fi tahdhirihim, katika kuwatahadharisha wao, minan naqsi fi salati, kutokamana na kupunguza, kufanya upungufu katika swala, biruyatihi iyahum, kwa kuona yeye mtume, kuona masahaba wanavyoswali, si ndio? Duna tahdhiri, pasi na kuwatahadharisha, biruyati llahi ta'ala lahum, kwa kuona wao nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa maqamu al-ihsan, na hiyo ndio maqamu ya ihsan. Maqamu ya ihsan ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba anakuona, yani anakuona taban, na ndio daraja ya ihsan. Wa huwa maqamu al-ihsan al-mubayyan, ambayo kwamba imebainishwa fi suali Jibril, katika suali la Jibril alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi Jibril, kama taqaddama, kama ilivyotangulia, fi kitabil iman, katika kitabu cha imani, ambacho kama inasema u'budillah, muabudu Mwenyezi Mungu, kaannaka tarahu, kana kwamba unamuona, fa in lam takun tarahu, kio muone, fa innahu yaraka, basi fahamu hakika yeye anakuona. Yani hapo umefahamu. Yani aliulizwa
kwa nini Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipotaka kuwatahadharisha kwamba msifanye michezo huko katika nini? Katika swala, msifanye upungufu katika swala, hakika mimi naona. Yani kwa nini aonye kwa maono yake? Kwa nini asiwaambie Mwenyezi Mungu anaona? Mwenyezi Mungu ndio utakana wahofishwe naye. Kwa sababu gani amefanya hivyo? Asema ujiba, na imejibiwa hiyo ishkali, bi anna fi ta'lili, ni kwamba katika kutolea kwake sababu, yani katika kuhofisha akatolea sababu yeye kuwaona, bi ru'yatihi sallallahu alayhi wa sallam lahum, kwa mtume kuwaona wao, tambihan, kuna kufanya nini? Kuna kuwazindusha ndani yake, ala ru'yati llahi ta'ala lahum, juu kuwaona wao nani? Mwenyezi Mungu. Fa innahum, hakika wao, idha ahsanu salata, wakifanya sala vizuri, likauni nabii sallallahu alayhi wa sallam yarahum, kwa kuwa mtume anawaona, aiqadhahum dhalika, hilo litawazindua, ila muraqabati llahi ta'ala, kwenda kumchunga nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo tumeelewana? Yani anasema ulama walipoulizwa kwa sababu gani mtume atolee sababu ya kuwatahadharisha kufanya michezo katika swala kwa kuwaona yeye, kwa nini atoe taalili hii? Kwa nini asiwaambie mtume Mwenyezi Mungu anaona? Amesema alipoambia kwamba mimi naona, yani ndani yake kuna kuwazindusha kwamba Mwenyezi Mungu pia yani je, mimi ikia naona, je Mwenyezi Mungu inakuwaje? Ni zaidi. Kwa hivyo sasa, kwa hivyo hili kwangu tu, ile ya kwanza muwe nalo kwamba mimi naona, lakini Mwenyezi Mungu ni aula bidhalika. Kwa hivyo katika kule kuwatanabahisha kwa kuwa yeye anaona, kuna kuwazindisha kwamba kumchunga ndani yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo tu, kuna kitu kingine zaidi ambacho kama mtume alichokusudia, ma tatamanahu alhadith, pamoja na ile ambapo kwamba hadithi hiyo imefanya nini? Imelikusanya min almu'jizati lahu sallallahu alayhi wa sallam bidhalika, kutokamana na kuwa ni muujiza wa mtume sallallahu alayhi wasallam hilo, yani hilo kuwa ni muujiza wa mtume. Na hiyo zakawa ni aqwa alasbab katika ta'lil ya kwamba mtume alitaka kuonyesha nini? Muujiza wake ambao kwa Mwenyezi Mungu katika miujiza alopewa. Kwa mtume anavyokuona hivi akiwa na kuangalia, ndivyo anavyokuona akiwa ukiwa nyuma. Walikaunihi, na kuwa mtume yub'athu shahidan, atafufuliwa siku ya kiyama hali yakuwa ni shahidi alaihim, juu yao. Si mtume atakuwa ni shahidi wetu siku ya kiyama? Shana waji'na bika ala haulai shahida, na tutakuleta ukiwa ni shahidi kwa hawa jamaa يوم القيامة, juu ya kiyama. Fa idha alimu, pindi wakijua, annahu ya kwamba mtume yarahum, anawaona, tahaffadhu fi ibadatihim, watajichunga katika nini? Katika ibada zao, liyashhada lahum, ili washuhudie wao, bihusni ibadatihim, kwa uzuri wa ibada. Yani wakihisi kwamba huyo shahidi wetu ambao kwamba atakaenda kutolea ushahidi siku ya kiyama anatuona tunavyofanya, kwa hivyo watafanya ibada vizuri ili shahidi wao waenda akawatolea ushahidi mzuri. Hapo tumefahamiana vizuri sana. Naam. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, innal abda, hakika mja, la yusalli, anaweza kuswali, fama yuktabu lahu, haandikiwi, illa ushuru salatihi, isipokuwa 1/10 ya sala yake, wa tusuu, au 1/9, wa thumunu, wa subu, hatta yuktaba lahu salatuhu tamatan, mpaka inaweza kwenda hivyo mpaka akaandikiwa swala yake ikiwa timamu, kulingana na nini? Na khushu yake. Yani kila jinsi unavyokuwa una unyenyekevu, kila jinsi unavyorakiz katika swala, ndio jinsi ambapo kwamba unapewa fungu kubwa katika swala. Kwa hivyo hampewi mafungu sawa sawa katika swala, kwa sababu khushu zenu zinatofautiana. Rawahu al-Baihaqi, hadithi imepokelewa na Imam al-Baihaqi wa ghayru, na wengineo, min hadithi Sayyidina Ammar ibn Yasir, katika hadithi ya Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Mwambie usifanye tashwish, mwambie usifanye kelele, tunafanya darasa. Wa ghayruhu, rawahu al-Baihaqi wa ghayru min hadithi Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, wa huwa hasan, na hadithi hiyo ni hasan, sah. Kana sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ma min imri'in muslimin, hakuna mtu yote muislamu, tahdhuruhu salatun maktubatun, ambao kwamba inamhudhurikia yeye sala ya faradhi, yani inamuingilia yeye sala ya faradhi, fayuhsinu wudhu'aha, akafanya uzuri wudhu wake, yani akatawadha vizuri, wa khushu'aha, na unyenyekevu wake kanyenyekea vizuri, wa ruku'aha, na akaruku
vizuri, illa kanat kafaratan, isipokuwa sala hiyo huwa ni kafara lima qablaha, kwa kile kilichoko kabla hiyo sala, min adh-dhunubi, kuchukamana na madhambi madogo madogo, ma lam yuti kabiratan, muda kwa hakufanya dhambi kubwa. Dhambi kubwa, kila dhambi ina nini? Ina toba yake. Lakini ukiambia mtu ukifanya amali utafutiwa dhambi, sio dhambi kubwa kabair, la ni zile nini? Saghairu dhunub. Lakini dhambi kubwa lazima ufanye toba maalum. Wadhālika ad-dahru kullu, na hilo ni mwaka mzima. Yani hilo linadumu katika mwaka mzima. Yani kila swala ukifanya hivyo unapata hivyo, unafutiwa baadhi ya madhambi madogo kila swala ndani ya mwaka mzima. Hapo tumefahamiana vizuri sana ama bado? Rawahu Muslim fi sahihihi, hadithi pekee na Imam Muslim katika sahihi yake, min hadithi ya Amr bin Sa'd, katika hadithi ya Amr bin Sa'd, min hadithi Amr bin Sa'd ibn al-As, katika hadithi ya Amr bin Sa'd ibn al-As. Tuko vizuri sana. Umeona maneno haya?